Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza rasmi kufuta mashambulizi makubwa ya kijeshi yaliyokuwa yamepangwa kufanywa dhidi ya Iran usiku uliopita, akidai kuwa hatua hiyo ilikuja baada ya mazungumzo ya siri kufikia hatua kubwa na kupitishwa na viongozi wa juu wa Iran. Kupitia ujumbe wake katika mtandao wake wa kijamii, Trump alisema kuwa kutokana na kile alichokiita mafanikio makubwa ya kidiplomasia, aliagiza kusitishwa kwa operesheni ya mashambulizi ya anga na mabomu ambayo yalikuwa tayari kuanza kutekelezwa dhidi ya Iran ndani ya muda mfupi. Tangazo hilo limekuja katika mazingira ya mvutano mkubwa wa kijeshi ambao kwa siku kadhaa ulikuwa umeiweka dunia katika hali ya taharuki kuhusu uwezekano wa kuzuka kwa vita kubwa Mashariki ya Kati. Katika siku chache zilizopita, Trump alikuwa ameongeza mashinikizo dhidi ya Iran kwa kutoa kauli kali za vitisho vya kijeshi, akisema Marekani ilikuwa tayari kuipiga Iran kwa nguvu kubwa sana na hata kudhibiti miundombinu yake muhimu ya mafuta endapo Iran isingekubali masharti yaliyokuwa yamewekwa mezani. Katika kauli zake za awali, Trump aliwahi kutaja uwezekano wa kulenga maeneo muhimu ya mafuta ya Iran, ikiwemo kisiwa cha Hagg, eneo ambalo lina umuhimu mkubwa katika usafirishaji wa mafuta ya Iran kwenda soko la kimataifa. Hata hivyo, katika kile kinachoonekana kwa mabadiliko makubwa ya ghafla, Trump sasa amesema kuwa mazungumzo yamefikia hatua ya juu kiasi kwamba hajaona sababu ya kuendelea na mashambulizi hayo. Kwa mujibu wa Trump, mazungumzo hayo yamefikishwa katika kiwango cha juu kabisa cha uongozi wa juu wa Iran na kupata idhini ya viongozi wakuu wa nchi hiyo. Kauli hiyo imezua maswali mengi kimataifa kuhusu aina ya mawasiliano yaliyokuwa yanaendelea nyuma ya pazia kati ya Washington na Tehran, hasa baada ya wiki za mvutano mkali uliokuwa umeambatana na vitisho vya kijeshi, mashambulizi ya pande mbalimbali na hofu ya kuharibika kwa usalama wa eneo lote la Mashariki ya Kati. Trump amesema kuwa vipengele vya mwisho vya makubaliano hayo vimejadiliwa kwa kina na kuungwa mkono na washirika mbalimbali wa kimataifa wa kikanda. Katika orodha aliyoitaja, amesema kuwa mataifa kama Israel, Saudi Arabia, UAE, Qatar, Uturuki, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Jordan pamoja na Misri yamekuwa sehemu ya majadiliano hayo au yamefahamu hatua zinazochukuliwa kuelekea makubaliano hayo. Hata hivyo, bado haijawekwa wazi wapo mataifa hayo yote yalihusika moja kwa moja katika mazungumzo au yalikuwa ni sehemu ya mfumo mpana wa usalama wa kikanda unaojadiliwa. Licha ya tangazo la Trump kuonekana kama hatua kubwa ya kuelekea amani, bado kuna ishara nyingi kwamba hali bado haijatulia kabisa. Sababu kubwa ni kwamba Trump mwenyewe amesisitiza kuwa mzingiro wa kijeshi wa Marekani dhidi ya bandari za Iran utaendelea kubaki kama ulivyo hadi pale makubaliano hayo yatakapokamilika rasmi. Kauli hiyo inaonyesha kuwa Marekani bado inaendelea kutumia nguvu za kijeshi kama njia ya shinikizo kwa Iran, jambo linaloonyesha kuwa bado hakuna imani kamili kati ya pande hizo mbili. Mpaka sasa Iran bado haijatoa tamko rasmi kuthibitisha madai ya Trump kwa makubaliano hayo yamepitishwa na viongozi wa juu wa Iran. Ukimya huo umeibua mashaka kuhusu hali halisi ya mazungumzo hayo. Wachambuzi wengi wa siasa za kimataifa wanaamini kuwa huenda bado kuna tofauti kubwa ambazo hazijatatuliwa, hasa kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran, kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi na nafasi ya Iran katika masuala ya usalama wa Mashariki ya Kati. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.